2036. Serikali imefanya tathmini ya hospitali ya taifa ya Muhimbili na kubaini changamoto za uchakavu wa miundombinu, kutawanyika kwa majengo, gharama kubwa za uendeshaji na mazingira yasiyoruhusu maboresho ya kudumu ya huduma ya ubobezi na teknolojia ya kisasa. Mwaka 2018, wakati wa serikali ya awamu ya 5, bunge la 11, serikali ilianzisha mchakato wa ujenzi wa Muhimbili mpya, ambapo serikali inapanga kujenga Muhimbili mpya ndani ya miaka 5 kwa gharama ya shilingi trilioni 1.2, ambapo shilingi bilioni 908.6 ni mkopo wenye masharti nafuu na shilingi bilioni 292 ni mchango wa serikali. Mchango huu wa serikali ni kupitia maandalizi ya eneo, lakini pia sehemu ya fedha hizi ni misamaha ya kodi, ushuru na tozo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulinganifu wa gharama na miradi 16 kutoka nchi 15 umeonyesha kuwa Muhimbili mpya yenye eneo la mita za mraba 1,115,000 itagharimu dola za Kimarekani 1,819 kwa mita za mraba, ikilinganishwa na dola 3,000 mpaka 7,000 kwa mita za mraba katika mataifa mengine kote duniani. Hivyo Tanzania itapata hospitali kubwa kwa gharama nafuu, chini ya wastani wa 42% ya hospitali hiyo itapanda, na hospitali hiyo itapanda kutoka ngazi ya 3 kwenda ngazi ya 4 ya huduma kwa vigezo vya kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa Muhimbili mpya si mradi wa afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa Muhimbili mpya si mradi wa afya pekee, bali ni uwekezaji wa kimkakati katika uchumi wa kisasa. Utapunguza rufaa nje, utaongeza tiba utalii, utavutia wawekezaji, mashirika ya kimataifa na vipaji adimu, na utaifanya Tanzania kuwa ni kitovu cha huduma za afya, biashara na uwekezaji wa kikanda. Kwa ujumla, utekelezaji huu unaonyesha dhamira ya serikali kujenga mfumo wa afya unaojali kinga, kujenga mfumo wa afya unaojali ubora, kujenga mfumo wa afya unaokwenda kuongeza upatikanaji wa huduma, kujitegemea kwa bidhaa za afya, matumizi ya teknolojia na ustawi wa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuhitimisha sehemu hii, mwelekeo wa sekta ya afya haujajengwa juu ya takwimu peke yake, bali juu ya wajibu wa kulinda utu wa mwananchi. Tunapoongeza hospitali, tunasogeza haki. Tunapozalisha dawa nchini, tunajenga uhuru wa afya. Tunapounganisha mifumo ya tehama, tunaharakisha maamuzi ya kuokoa maisha. Na tunaposisitiza ubora, tunathibitisha kuwa kila Mtanzania anastahili kuhudumiwa kwa heshima. Hii ndio falsafa ya maendeleo ya watu ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliisimamia, na ndiyo roho ya utu ambayo Nelson Mandela aliikumbusha dunia. Maeneo mahususi ya msisitizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, wakati wa hotuba yake ya kuzindua bunge hili, wizara inaendelea kuboresha utoaji wa huduma za afya nchini kwa kuweka mkazo katika maeneo mahususi ambayo ni kuboresha mifumo ya ugharamiaji wa huduma za afya, kuhakikisha upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi, na kuimarisha mifumo ya tehama ili iweze kusomana na kupunguza muda mrefu ambao mteja anatumia kupata huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kusaini sheria ya bima ya afya kwa wote na usajili wa wanachama kuanza rasmi Januari 2026, hatua inayoendelea ni maboresho ya mifumo ya utoaji wa huduma, kuendelea kusajili wananchi wasio na uwezo kupitia kaya, na kuendelea kutoa elimu ya bima ya afya kwa wananchi ili wawe na uelewa wa dhana ya bima ya afya na kujiunga na mifumo ya bima ya afya iliyopo nchini.